Exodus chapter number 14. What I say verse number 13. Except this is one of my favorite scriptures in Exodus 14, verse number 13. Exodus 14, verse 13. The Bible says, Moses answered the people, do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance of the Lord. He will bring you today. The Egyptians you see today you will never see them again. The Lord will fight for you. You need only to be still. Now, verse 15. Then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on dry ground. I will harden the hearts of the Egyptians so that they will go in after them, and I will gain glory through Pharaoh and all his army, through his chariots and his horsemen. The Egyptians, verse number 18, will know that I am the Lord when I gain glory through Pharaoh, his chariots, and his horsemen. We'll read another scripture, the same book of Exodus. Exodus chapter number, the beginning chapters, the calling of Moses. Chapter number 4. Exodus chapter number 4. This is what the Bible says. Moses answered, what if they do not believe me or listen to me and say, the Lord did not appear to you? The Lord said to him, what is that in your hand? A staff, he replied. The Lord said, throw it on the ground. Moses threw it on the ground, and it became a snake, and he ran from it. Then the Lord said to him, reach out your hand and take it by the tail. So Moses reached out and took hold of the snake, and it turned back into a staff in his hand. Verse number 5. This, says the Lord, is so that they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has appeared to you. Father, in Jesus' name, we thank you for the power in your word. We pray, God, that even as we receive and as we communicate your word, may you speak unto us, O God. Minister to our hearts in Jesus' name. Refresh us, O God, by the anointing of your Spirit. Lord, may you lift us from grace to glory. Lord, we thank you that you are silencing every form of confusion in Jesus' name. And we decree a free flow of the word and the Spirit of God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Leo ningependa kuzungumzia a topic that I entitled trust what you have. Amen. Ningependa kuzungumzia trust what you have. Now, why am I saying so? There are times in life, in Africa, kiangalia na utaona from the story about tumesoma hapa. There are times in life that you come to a point whereby the only thing that you have is what matters. You don't have anywhere to turn to. You are just there. There is nothing else you can do. Maybe sometimes you have prayed na umeomba baka almost ni kama maombi zote unaomba. Umefunga, umefungua, fast, umeomba, worship, umeitisha, umebisha ukafunguli. Yaani umefanya zote. Then you remain still in that circumstance. Facing you, that's like very so fierce. Until you don't know what you should do next. That is why I call trust what you have. Trust what you have.
Now, the story that we have read, meaning a famous story, of course, a story of the journey. This is the salvation story, by the way. The journey from Egypt to Canaan. Bible inasema after so long, baada ya wana wa Israeli kuteseka muda mrefu, God akasema hapana, enough is enough. God akakushuka chini. Then he came to one of his servants called, of course that time, he was just a boy. Ambaye ameua akatoroka. By the way, he had run away from the foster family. Akapotea kwa sababu alikuwa anaogopa atauawa because yeye alikuwa ndio mwana Egyptian. So akawa amepotea huko msituni akiwa anachunga ng'ombe za Jethro the father-in-law. Bible inasema akaona a burning bush. So akashangaa. Moto imetoka wapi? Alikuwa pale for some time. Amekuwa akishunga ng'ombe. So akashangaa, hapa mimi nakuwa peke yangu na sijaona mtu. Hii moto imewashwa na nini? So akakuwa there, akataka kusonga karibu. Then a voice came. Now listen. This is interesting. Hii ni moto ambayo Musa hajaiona. Hajawahi ona kitu kingine, hajawahi ona moto. Sasa cha ajabu, akijaribu kuisongea, akasikia moto ikiongea. Unasikia? Yaani alisikia from the burning bush a voice. Musa akajua ghafla, then hii si moto ya kawaida. Hii si moto ile ya jiko ama ya stove ama ya gas. Akajua hii ni special. Na aliposikia voice, immediately akaambiwa, remove your shoes. Because where you are standing is holy. Now, kwa nini naongelea kuhusu trust what you have? This is where the famous what we call the deliverance of Israel ilianzia. Imagine hii ndio chimbuko. Hii ndio kwenye uokovu wa watu ambao wameteseka miaka zaidi ya 400 inaanzia. Na inaanza na mtu mmoja kama mchungaji huko msituni. Na Bible inasema wakati Mungu voice ilipoongea na ikaambia Musa remove your sandals. Na yeye tu yani in his ignorance because atakuwa na experience na Mungu anyway. Akadikai tu akatoa viatu. Akajua kama moto inaweza ongea, wacha niishie. So akatoa viatu. Na baada ya kutoa kwa hiyo conversation, sitaenda into details because it is a bit lengthy. You can read the whole chapter. Chapter 4 and even chapter 5. Now, baada ya kupitia hayo yote, the Bible says, akafika mahali, Mungu akamwambia, now the reason why nimekuja, Mungu akamwambia kwanza mimi ni Mungu. Na nimekuja kwa sababu nimesikia kilio cha watu wangu. Kumbuka tunaongelea kuhusu trust what you have. Nimesikia kilio cha watu wangu, wamelia ya kutosha. Wamefinyiliwa enough. Yaani walikuwa wamegeuzwa mabusu, hata si mabusu, walikuwa wamegeuzwa mbaya ndani. Because wale mabusu wanaruhusiwa kuzaa. Hawa hata wako zaidi ya mabusu. Yaani walikuwa ukizaa mtu anachinjwa. Akiwa boy haishi anachinjwa. That is how far the devil alikuwa ameenda. Nao akaambiwa time imefika, lazima waondoke kwa utumwa. So Musa akasema, na Mungu. Sasa hapa ndio kwenye ninakujia hapa ndio kwenye the topic of my message inakujia. Musa akauliza Mungu. Verses chapter 4. Moses answered, what if they do not believe me or listen to me and say that the Lord did not appear to you? Now listen. Musa amesha confirm kabisa kweli Mungu. Lakini kuna mambo mawili ambayo ni muhimu sana. Na these are the two important things ambazo ningependa uelewe. Kwa sababu when you come through that wall, yani when you come against that wall of your life. Because Bible inasema wana wa Israeli, wacha niende mbele kidogo, baada ya kutoka huko kwenye walikuwa. Wacha nianze tu na hapa kwenye tuko. Bible inasema Musa akauliza Mungu, nitafanyaje? What if they do not believe me? Now, wacha nikwambie leo. There are two things you cannot control. Na Musa alidhani anaweza control from there.
Na maybe ndio maana unapata watu wa Mungu wengi wanakaanga kwa sababu for long. Imagine this is God himself. Na ameshamkufanyia, I am the God of your father Abraham, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Na akamfanyia mimi niko na wewe. Lakini Musa bado anauliza Mungu, na wao wasiponiamini. Two things ambazo ni za muhimu sana lazima ujue. Anasema, what if they do not believe me? Number one, the first thing you must be very careful and concerned if you will get out of any challenging circumstance you find yourself in. Don't mind what people say about you. Moses thought he could control people's opinion. Let me tell you, whether angeenda ama asiende, tayari walikuwa wanaongea. Kwa sababu, yani imagine, hata hajajaribu. Kumbuka, you know, life is not a repetition. Maisha, huwa tunafanya rehearsal, then tunaanza kuishi. Sio? Life is mara moja. Na ndio maana tunasema kwamba redeeming the time. Kwa sababu hakuna mahali pa kurudia. Life has no need kumark na kuweka corrections. You learn and you continue. But you don't continue to correct what you did yesterday wrong. Una learn kufanya right uko mbele. Na ndio maana Biblia inasema kwamba Mungu hata anasahau former things. Biblia inasema kwamba forget the former things. Kuna mambo yenye lazima usahau huko nyuma. But Musa hapa anasema, what if they do not believe me? Now listen, you cannot control how people will feel, think, or even say about you. That is out of your control. Kuna vitu lazima usahau. Nakwambia leo kama mtu wa Mungu, hautawahi control vile watu wanafikiria na kusema kukuhusu. Kwa sababu that is up to them. But hivyo ndio wameamua. Mtu akiamua kutumiwa na Mungu ataongea vizuri. Mtu pia akiamua kukua atatumiwa na shetani atasema anything. So you cannot control what people are saying concerning you. That is number one. Number two, tena na Maria akisema, and say that he did not appear to you. You see, anasema number one, what if they do not believe me? Wasipo uniamini. Alafu na ya pili anasema, na kama watasema, wao wanasema uongo. Let me tell you. Kuna two things ambazo ziko nasumbua Musa. Na namba one tumezungumzia ni hiyo mawazo ya kile watu watasema. Lakini ya pili pia ni kufikiria vile wao watu watareact. We imagine hapo hapa na anaenda kufikiria 3 months coming. Na Yesu aliambia wanafunzi wake kwamba msifadhaike kwa kile mtakula kesho. You get? Kwa sababu that's one of the challenges ambazo Wakristo wako nayo. Yani uko in a challenge that you're supposed to handle right now, but you are still thinking of what you will eat, of what you will do some 5 years coming. You get? Wachana na future. Hiyo iko kwa mkono ya Mungu, my friend. You cannot control what people say about you, and you cannot control the future. Those two things. So number one, wachana na watu kile watu kusema. Number two, wacha kuweka future in the present. You cannot carry future problems today. Haiwezekani. So Musa alikuwa na mambo mawili yanamsumbua. Watu watasema nini na huko mbele kutakuwaje? Wajana na huko mbele iko kwa mkono ya Mungu. Na huyu mwenye anamuongelesha, yeye alikuwepo hapo na atakuwa. As a matter of fact, let me tell you, the story of salvation. Mungu alipoumba binadamu, alipanga mpaka Yesu kuja kuokoa. So, sisi tukiwa tunafikiria, for example right now, utapata labda mtu kuna Mkristo mahali anasumbuka what will happen in 2021. Mimi nilitoka kwa watu wengine ambao kwa wasiwasi about 2022. Wana wasiwasi na sasa na nani kikua, na nani kifanyika, na nani asipopewa, na bado wanasumbuka.
Let me tell you, who told you hao watu watakuwa different? Okay, sema kwamba wataenda mahali, but Mungu anasema hawa simama, na watasimama. Mungu mwenyewe anasema watu wanyamaze, na wananyamaza. Kama alifunga midomo ya simba, kwani nini na mshida? God akona your future in his hands. Bible inasema kwamba wewe umeandikwa kwenye kiganja ya mikono yake. Hebu imagine, that's the way out it is. Mungu akifungua mkono hivi anakuona. So hiyo kina kusumbua kuhusu kesho itakuwaje, next year, next week. Live one day at a time. We are planning for 100 years coming, but we are living every single day at a time. Imani by day. Let me tell you, imani sio kesho. Imani sio jana, imani ni leo. Bible inasema now faith. Imani ni sasa hivi. Na ndio maana kila siku mimi naamini leo nitabarikiwa. Kesho bado naamini mimi nitabarikiwa. Yaani every particular day hakuna kitu kama kwamba unajua sasa, unajua atunajua Mungu atanibariki. Hiyo kila siku moja iko kwa mkono wa Mungu. Na kile Mungu amekupea ni saa hii, sio kesho. So hiyo saa hii ndio lazima utrust God. So Moses, these two things ndio zilikuwa zimeongoza huko kwa msituni. Kile watu watasema, hebu imagine, bila Musa alianza kuwa na mwito wako kuomba Israeli hata akiwa kwa nyumba ya Farao. Na ndio maana, hebu imagine, yeye analishwa na Farao. Na the Pharaoh's daughter. Alafu anasikia uchungu sana vile wanaoelewa wanateswa. Hebu imagine, that's the way it is. Yaani alikuwa anaweza kuwa hiyo mwito ulikuwa ndani yake. The calling. Ukijua calling yako unajua by the way your calling inakuanga na your desires. That's what you love. That is what drives your calling. Utaona ndani yako kama hivi unaona mtu amepita hana viatu. Unasema hapana, lazima nipewe viatu. Unasikia no, huyu mtafai kutembea. Yaani unasikia mtu afai kulala njaa. Yaani unajua uko na gift of mercy. So calling yako actually the will of God for your life, that is why you have to buy calling yako. Look for what you like. Kwa sababu out of what you like, what you are compassionate about, that is what God has laid out in your life. Ufanye. So Musa akiwa kwa nyumba ya Farao, tayari alikuwa anaanza kuwa na uchungu kwa wanaosema na potential. So tayari calling ilikuwa inaanza. But what delayed the calling? Ni kwa sababu he was concerned about what people say and about what will happen. What if? Baadaye kuna watu maybe hata mimi kwa sema jana. What if? Hata Mungu maybe ministry unafai kuelewana. Labda mimi nakuwa concerned what will happen. Labda future iko kwa Mungu, wachana naye. Usisumbuke nini itafanyika. Mungu akikuambia saa hii, let me say for example. Right now Mungu akikwambia fungua supermarket hapa. Let me tell you fungua. Kwa sababu wala kile ndio kwanza labda unanunua tu unaweka tu supermarket hii. Unapata hapa imekuwa estate. Government imenunua ile land yote imetengeneza ma estate. Sasa wote wanakuwa customer wako. That's the way Mungu anafanya mambo. Because akisema, nilisema hapa, God only says what he means and he means what he says. It is nothing better than that. Neither. He only says what he means and he means what he says. So Musa hakuwa anafikiria watasema nini na watafanya nini. Hiyo iko kwa mkono ya Mungu. What you cannot control, wachana nayo. What you can control is wewe kuamini kile Mungu amesema about you. Na Mungu ameambia Musa, mimi nitakutumia. Now listen. The same chapter. Now baada ya hizo two things, Mungu akaona huyu Musa akona shida. Na unajua kuna vile Mungu atakutumia. Bible inasema kwamba two cannot walk unless they agree. Mungu akaona huyu Musa siwezi mtumia kama ako hivi. Lazima nibadilishe jinsi anafikiria. So Mungu akamuuliza, hapo ndio kwenye topic of foundation tunajua. Mungu akamuuliza, the Lord said to him, verse number 2 of Exodus chapter 4, what is in your hand? Musa ndiye akajibu, sio Mungu, sio vizuri. Sababu we think ni Mungu alipea Musa staff. Musa ndiye alijibu, I have this staff, he replied. Listen, hii staff Mungu hakuitoa msituni akapea Musa.
ni Musa alikuwa naye anachunga naye ng'ombe. Mungu akamjibu, the Lord said to him, throw it on the ground. Moses threw it on the ground and it became a snake. He ate from it. Then the Lord said to him, reach out your hand and take it by the tail. So Moses reached out and took the hold of the snake and turned back into a staff in his hand. Nilisema kwamba we are talking about trust what you have. Now, Musa alikuwa na kijiti ama staff ambaye alikuwa akitumia kuchunga ng'ombe. Now listen, I am talking about a God who changes things. Mungu ambaye akiingia, Bible inasema he turns mourning into dancing. Unasikia hiyo? Yaani ni Mungu ambaye Bible inasema kwamba anachukua kilichodharauliwa. I like my father. Anachukua kilichodharauliwa na anakifanya kinaketi na wafalme. That is the way our God operates. Mungu anakuja, sio yeye analeta, anakuja anachukua kile kilicho kenye uko nacho hicho. Bible inasema aliuliza Musa, wewe uko na nini? Musa akajibu, mimi niko na kijiti, niko hapa sasa. Mungu akamwambia, then throw it to the ground. Now ni vizuri wewe kama mtoto wa Mungu, hapa sasa kuna kujia trust what you have. Kama mtoto wa Mungu, what you have will remain constant until a voice from heaven speaks to your life. And when that voice speaks, still you remain the same. Until you obey and do according to the instruction from the voice. Musa alikuwa na kijiti hadi aliposikia sauti. Lakini hata baada ya kusikia sauti bado alikuwa na kijiti. So it was upon Moses to trust that voice and throw that stuff to the ground. Na alipotupa chini, hapo ndo Musa aligundua kumbe sijakuwa na kijiti tu. Kumbe hii kijiti ina uwezo ya kufanya mambo yabadilike. Hivyo ndivyo Mungu anafanya kazi. Mungu anakuja, kwa hiyo maisha yako yamedharauliwa hapo. Kwa hiyo hiyo hali imekuwa chini hiyo. Mungu anaingia kati na anapea instruction. Now for example, I don't know the instruction God has given you this year, but mimi kuna zile Mungu amenipea. The moment God has instructed you, you have no choice but to obey. Kwa sababu in that obedience kuna yani unaona, let me tell you, Bible inasema in Isaiah 53 verse 8 kwamba God, yani that the word of God will never go out in vain. When he speaks, Mungu anapokiri, anaposema, anaponena, Bible inasema kwamba ni kama mvua, lazima itafanya kuwe udongo ardhi ikuwe baridi na nyasi itamea. Unasikia? So when God speaks, kuna uwezo kwa hiyo neno. There is an ability in that word to perform. Unasikia? So kama sahizi, let me tell you, unaikuwa sometimes. So kuna wakati wengine watu waenda kwa Mungu, na nima kusikia watu hivi. By the way, let me tell you, kuna maombi ambazo sio right. They appear right kwa sababu zimefanywa sana mpaka zinaonekana right. Lakini let me tell you, kuenda kwa Mungu baada ya kuokoka na umejazwa na Roho kwamba Mungu nibariki, it's not true. Kwa sababu let me tell you, wakati ulipokea wokovu, na tusoma hapa last week Romans 8 verse 2, kwamba yeye ambaye alipea Kristo alipea pia yote tunayohitaji, everything that we need. You get? So the ability to be blessed, blessing, Mungu amerelease ndani ya Yesu na iko ndani yako. Lakini ni wewe lazima ufanye nini? Uchukue hatua. Moses had to trust that voice. Hebu imagine, Musa aliamua kututupa ile kitu chini. Leo yetu ndio wajua kijiti inaweza kuwa nyoka. Hatunga wajua. It is only through Moses that we knew kumbe Mungu ambaye aliumba. Let me tell you, Mungu ambaye aliumba miaka zaidi ya 1600 iliyopita, bado leo anaweza umba tena. Anaweza chukua kijiti. Let me tell you, unajua mimi nasema utasema kwamba Mungu sasa Mungu wakati wa mila kulisha. Nani alikwambia?
Musa hakujua kwamba kuna muumbaji ambaye bado anaweza geuza mambo. Hebu imagine Mungu anaweza sema zaidi nani? Kevo. Mungu anaweza sema zaidi hii ikuwe kuku. Na inawezekana. Mungu anakuambia tupa chini na unatupa. Ukitupa hivi inakuwa kuku. Utasema hivi? Tunashangaa. Kwa sababu yeye, I'm talking about the God ambaye aliumba mbingu na nchi. Ni Mungu muumbaji. The Bible says Musa alipotupa chini hivi ikakuwa nyoka. Now, the mystery behind, the interesting part of this, ni kwamba mti ukakuwa nyoka. The same voice, nilimwambia, na Musa alipoona nyoka anakuambia ukweli, na unaweza nyoka kitu cha kweli. Haiko, labda ilikuwa bila kumamba, sijui ilikuwa gani. Musa alipoona bali wanasema nikanguu nisaidie. Musa alitoroka, hapo ngoja, alijua nyoka ni nini. Mungu akamwambia, tena the same voice kaongea nao, nataka wewe Musa, ambaye umetupa hiyo kijiti chini, ikakuwa nyoka. Nataka wewe uitukue kwa mkia. Musa akaimagine, jamani, that's the way our God operates. Ndio unaona, let me tell you shows. Kuna wakati kwa hiyo ufalme utakuwa kitu mbaya. You will be abnormal, totally. Hautakuwa sawa. How will you hold a snake by your hand? Utakuwaje? Kwa sababu kuna mtu yani kuna a voice available instruction. Na imesema chukua hiyo nyoka. Na sasa wafanye. Mungu akikuambia sahihi kwamba uanze kukata sukuma na uuze kwa barabara, kama ni sauti ya Mungu tiki, sasa wewe hapo utaenda kusikia na sasa chini baada. Si watu wanaona kitu yako mbaya. Si watu wanaona sijui nini. Bali itakuwa na mawazo kama hizo. Nani itakuwaje? Now the mystery behind. Kutupa miti ikuwe nyoka, it was a bit easy. Lakini kuchukua nyoka ikuwe miti, hiyo ilikuwa ni process my friend. There are times in life, na nimekuambia leo, Mungu wetu ni a specialist of changing things. Nakwambia hakuna hali ambayo ni permanent. I can tell you. What mimi nasema kwamba the opportunity ni moja milele. No, hiyo ni uongo. God gives opportunity again and again and again. Ni Mungu ambaye hata wakati uko chini kiasi gani, umesahaulika, yani anakuchukua ni kama hiyo nyoka. Yani inashika na mkia na inageuka as tough akili. Yani Biblia inaposema kwamba David anasema kwamba yeye anaandaa meza mbele ya watesi wao. Unajua watesi sio watu wazuri. Ni mahali kwenye wewe umefika mwisho. Umeteswa kabisa. Hakuna cha kufurahia tena. Everything around you ni mateso. Lakini Biblia inasema huyu Mungu ambaye ni specialist, ambaye is a good God, tulimlanga kitu, ambaye anafanya mambo mazuri na anafanya tena. Biblia inasema yeye anakuja na anachukua kilicho dharura. I like that scripture. Corinthians 1:1-7. Anachukua kilicho dharauliwa, kilichotupwa. Yani Mungu anaweza kuchukua dasta aifanye ikuwe ya kupanguza meza. Unasikia vile ninakwambia? Na sio meza tu, ni meza ya mfalme. Hivi tutafikiri. One time kuna punda, bali kuna mnyama anadharauliwa kama punda tu. Sidhani kama kuna mnyama ana heshima kama punda. Punda anakuwa wa kubeba mzigo. Ni kama mnyama. Hakana value. Hata ukipatikana unachinja hapa Kenya tunataka kula, unashtakiwa because hata unaona ifai kuliwe. Lakini kuna siku ilibeba nani? Yesu. Ilipobeba Yesu, nakwambia watu ambao kichwa zao ni nzuri, wamesoma na madigrii, wamevalia nguo nzuri, bado nasema wamama walitoa leso wakatandikia punda, sio Yesu. Sio Yesu alitembea juu ya punda, hizo vitu ni punda. Lakini kile kilikuwa kinafanya kwamba hiyo punda kuna kitu ilikuwa imebeba juu yake. Sasa hao wanaandikia punda, wao wanaandikia nani? Yesu. Na kwa sababu wewe source umebeba Yesu,
Na kwa hiyo kweli, God is about to change some things in your life. Kuna meza itaandaliwa. Kuna meza itatandikwa. Sio kwa sababu yako. Kuna mtu ndani yako ambaye anaheshimika sana na atatandikiwa kwa vitambaa. Na utapita juu yake. Na baada ya hiyo punda hakukuwa na apology. Kwa sababu alikuwa amebeba mfalme wa wafalme. Yeye alikanyaga pole pole, aste aste. Wakasema, Hosanna be the Lord. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Kwa sababu gani? Alikuwa amebeba mfalme wa wafalme. Mungu kubadilisha mambo. Biblia inasema Musa akaamua tu, so be it. Ikiniuma ni sawa. Si mimi nimetupa, wacha nichukue. Biblia inasema aliposhika mkia, hiyo nyoka ambayo ilikuwa inamtisha iligeuka kijiti. Musa akajua sasa huyu ni Mungu. Akaambia Mungu, twende sasa. We can face Pharaoh. The same Moses ambaye alikuwa anaskama, ambaye alikuwa muoga, ambaye alikuwa anatoroka, aliface the Pharaoh. Mfalme ambaye alikuwa by the superpower that time ilikuwa Pharaoh, Egypt. Aliface the superpower of that man. Na akawaambia, upende usipende, watu wangu utawaachilia. Yaani sio mimi, Mungu amenituma. Mimi niko hapo on behalf of God. Imagine Pharaoh kwa isema mwajue Musa. He could not get. Kwa sababu kuna Musa alikuwa amebeba mtu ndani yake ambayo Pharaoh aliogopa. Pharaoh anaona mfanye. Musa baadaye alikuwa anaapia mbele ya Pharaoh, sio bali mbele ya Pharaoh. Mungu amesema kama utawaachilia kesho utafanyika hivi na hivi. Na hiyo inafanyika. Na Musa anasema haya mimi nimeenda. Na inafanyika. Tunasema ulizidi Musa anakuja tena. Na tena muamue mpaka the last minute Musa akamwambia sikia hivi. Na nakwambia leo mimi utaniona sura yangu tena hapo mbele yako. This is the last time you see my face. Na wewe ndio utasema watu wangu wa Mungu waende. Kwa sababu kile atafanya wewe tena utasema watu waende. Na yeye Mungu aligalibia. Biblia inasema that night kila boma ilikuwa na kilio. Sio kilio ya mtu peke yake. Firstborn wote, unajua firstborn wote ni kumaanisha nini? Lakini leo unafikia firstborn ilikuwa tu kama hii boma firstborn mmoja. Any body called a firstborn. Hebu imagine. Sasa mimi niko na firstborn hivyo. Kingo na firstborn there. So shadi firstborn wote. So unapata boma moja iko na kitu kama 15 ama 20. Pharaoh alisamon watu wake usiku. Akaambia, Bwana ambieni hao watu watoke haraka. Tutaisha, kesho ukifika tutaisha. Huyu Mungu wao ako serious. Kumbe Mungu alikuwa anabadilisha mawazo ya Musa. Ndiye alikuwa vile anafanya kazi. Na Biblia inasema, wacha niende mbele kidogo. I may take time. I can talk about this God forever. Because he is a good God. Now Bible inasema chapter number 14, tuuke kidogo. But let me tell you, one of the beautiful stories in the Bible is Exodus. Kama kuna story tamu, nataka kusema story tamu, vile Mungu hufanya kazi kama Exodus. Ni tamu nakwambia, Mungu anafanya. It does so sweet. It gets interesting every particular chapter. Every inakuwa interesting. Now Bible inasema chapter 14, baada ya Pharaoh kuachilia watu wa Mungu wakaenda, kichwa yake tulisha ni kwamba kichwa yake inakuwa mbaya. Kichwa yake ilikuwa mbaya sana. Akasikia, nimefanya makosa. Kwa nini mwacha waende? Akaomba muwafuate, muwarudishe. Na alipotuma hao watu, kumbe Mungu akaambia Musa, chapter 14 ya Exodus. Mungu akaambia Musa verse 13. Now don't be afraid, stand still. Leo hii kuna kitu nataka kufanya. Mungu sana anazungumzia Musa. Na akamwambia sikiza. Kile nitafanya hata sasa ni sabigani. Don't fight. You will not fight in this. Akasema you will see with your eyes how I do things. Vile mimi hufanya mambo. Alafu kaambia Musa verse 14, the Lord will fight for you. You only need to receive. Then verse 15, Musa akiwa sana Musa anashangaa. Kwa sababu imagine kile nasema kwamba trust what you have. And we imagine this is the children of Israel. And now let me tell you. Kevo. Najua utafanya siari. Ama unafanya siari kwa shule?
Now, this is simple kidogo. Namalizia in the next 5 or 10 minutes. Now, Bible inasema mbele yao kulikuwa na nini? Red Sea. Sawa. Hii ni sea, sio river, my friend. Sio nini, hata sio lake. It is something that uko hapa aujui mwisho kwa nini ni wapi. Nyuma Bible inasema ni chaos. Na anakuambia this was a superpower. Ni kama Amerika sasa inakufuata, utapotea wapi? Yaani wameambiwa mrudishe hawa watu. Yaani watu walilia wakaambia Musa, wewe kichwa yako ni mbaya. Kama Mungu wako alikuambia kweli, aliona kuna baba walimwambia, kwani mlikuwa unasikia kuko na makaburi huko Misri? Kulikuwa na makaburi mzuri sana. Kwa nini umeturuhusu? Because wafanya Farao ni nani akitamua? They knew huyu jamaa ameruka kichwa. Bado nasema kwamba Farao aliachilia batalioni yake yote inawafuata hivi. Then Mungu akaambia Musa. Sasa verse number 15. This is where now ninapitia. Verse number 15 Mungu anaambia Musa. The Lord said to Moses, why are you crying to me? Like this. Kwa nini unanilia? Na ndio maana nilikuambia wakati Mungu amekuokoa na amekuweka kwa hiyo ufalme, Bible inasema anakupea uwezo wa kufanya kila kitu ambacho amekusudia kwa hiyo ufalme. So Mungu akaambia Musa, kwani wewe unanilia kwa nini? Now listen what anaambia Musa. The second part. Tell the Israelites to move on. What is man? Sasa unajua Mungu anaambia Musa watembee waendelee na mbele ni maji waende watusimame waende wapi. Tena anasema na Musa verse 16 anasema raise your staff. Now listen. Mungu anaambia Musa, kwani umesahau kile ulicho nacho? Kwani wewe ukumbuki kile nilikupea? Kwa sababu kila alikuwa ameshika Biblia ilikuwa star. Musa, if you imagine, this is an army that is fully in combat. Wako na bomb, wako na AK-47 na rifle zote zinaweza kuingia. Wako na everything ambao unaita. Labda wako na hizi zaidi zinatengenezwa walikuwa nazo. Lakini cha ajabu, Musa yeye ako na star. Na ako na watu milioni 1 na friend kidogo. Watu 1 million hawana hata panga. Lakini Mungu anawaambia leo nitashindania nyinyi. Then anaambia Musa, unakumbuka kile ulikuwa na hiyo siku? Do you remember? Musa anasema, yes I have it. Then anaambia Musa, now do this. Raise it again. Yani, can you trust me again? Musa akasema, yes I can trust you again. Now I want to raise that staff and hit the waters. Bible inasema alipoinua hiyo staff. Now ndio maana nilisema kwamba trust what you have. Alipoinua hivi akavunja maji. Bible inasema ilipart mara mbili. Kukakuwa na highway ndani ya maji. Hii ndio na China. Haikuwa na China hii China ndio company hapana. Mungu mwenyewe alitengeneza njia. Bible inasema kwamba maji ilishikiliwa kama ukuta. Hii ilishikilia ni malaika. Yaani Mungu alikuwa anangojea. Musa unangoja nini? Do you know the ability that is in that stuff? Kule saa zingine kama watu wa Mungu, we cry to God, but we have the solution. Tunalia, heavens are tired, heavens are zimekata kufungua. Wewe uko na jibu mkononi mwako, na jibu ni kile Mungu amekupea. Don't despise what God has laid in your hand. Because that what you have is holding your deliverance. What you have is holding your destiny. What you have is holding, even imagine, kama Musa angekataa kutii sauti ya Mungu, watu 1 milioni wangekufa hiyo siku. Ili lazimu Musa atii tu, hata kama hajawahi yote. Unasema nini evidence shows? Mambo mengine kwa ufalme wa Mungu, the challenge we have is this. Sometimes we become too logical. Faith has no logic. If you use logic,
5 common sense, it does not apply. Na ndio maana nimesema kwamba faith is the 6th common sense. Lazima uongeze imani kwa hiyo common sense. Kwa sababu imani haitafikiria vile unafikiria. Utaona ni kama maeneo nimeweza time. Na ni kama mimi nimesoma. But the other day nilikuwa naongea na wewe. The other day we were seeing Mungu amesoma na Mungu anampea instruction. Hapana kitu kingine ile ni tofauti sana. Na Mungu anambariki na anakuwa baraka kwa watu wengi mpaka anasema hata kile nimesomea sijaifanya. Sisi masomo ni mbaya. But what I'm saying, what is the voice of God telling me? Kwa sababu unaona kama kwa nini niwache hii nifanye hii ni common sense. Hii nikifanya nafanya hii nikifanya nafanya hii. Lakini Mungu akisema na kuambia my sister, when God speaks kivu, when it is about the God factor, when Mungu ameingia kwa hiyo system, things change. Na ndio maana Bible inasema yeye angali kuelewa vile wewe unaona. Wewe unaona ukubwa, unaona sijui nini, na Mungu anaona vile yeye anaona. So Bible inasema that day kulikuwa na deliverance kubwa. Wachana na wale firstborn. Sisi tunasema firstborn walikufa. Hiyo siku battalion nzima. No matter those days wanaume wao walikuwa wanapigana na wengine. Kuko na warfare, men walikuwa wanaenda wamama walikuwa wanabaki. Soma kwa Zikra, soma kwa David. Wanaume walikuwa wanaenda wamama wanabaki. So if you imagine almost 90% ya wanaume Egypt walikufa. Wache ni wale kwa wale kwa watu ya watu wenzao. Na kwambia Mungu akiingia kwa mix anajua kuliveza my friend. In one day Mungu alionyesha Farao kwamba yeye ni Mungu. Farao aliangalia Musa akasema unibariki. Farao aliheshimu Mungu wa Musa. Akasema kama ni hivi endeni kwa amani na wewe pia usahau kunibariki. Alikuwa nimepigana vita lakini sijaona kama hii ni special. Sijaona vita kama hii tena. So what am I saying? Trust what you have. And what you have, let me finish by saying this, is God. Unaweza kuwa against the sea. Unaweza kuwa against a battalion. Unaweza kuwa against challenges zimekuface. Unaweza kuwa, yani, everything is like sinking sand. The enemy is fighting you from every corner. But hata haujui what you should hold on. Mimi usikia watu wasema kwamba there are times in life every place you hold is sinking. But let me tell you, our God will never sink. Yeye ukishikilia tu kutakuwa na change. Anaweza badilisha hiyo hali ambayo inaonekana ikiwa ikiwa ni the end. Inakuwa the beginning of a new chapter of your life. Mungu huwa anaingia kwa hali. By the way, imagine Mungu one time napomalizia, kwa sababu ningependa kukimbia tabu, lakini ningependa kuzungumzia huyu Yesu zaidi. Napomalizia tu, one time Bible inasema kuna mjane pale Misri, pale Israel. Wakati Yesu alikuwa anafanya ministry. Mjane na akakuwa kutoka kwa sahani moja. So now it happened, the enemy, ndio shetani ni mbaya sana. Shetani anapenda kufrustrate Mungu. Baada shetani anaweza kufinya na sababu hiyo. Shetani ni mtu mbaya, aiteni. Ndio maana ni vizuri kujua Mungu wetu. Bible inasema kwamba in the last day we shall know, those who shall know their God, they shall destroy. Ni vizuri kujua Mungu wetu ni nani, anafanyanga nini. Na ndio maana mimi namjua na nimesimama kwa yeye hivi. Najua queen right yangu, shetani alichukua hapa hawezi. Na namchorea kala na usijaribu kupita hapa. Wewe ukipita pitie huko, hapa asifu hapa wewe ugusi. Na kwambia alikuwa ni mjane na anateseka. Alafu Bible inasema anakuja hata baada ya chukua mjane jamani. Unajua kuna zingine alafu hapo actually. Bali anachukua mjane ndio alikuwekea uchungu mwingi zaidi. Anachukua mwanawake wa kipekee hivi. So mjane ambao ni mzee hivi kiasi ataenda kuzika kijana wake. Labda hajaoa, just a young man. So Bible inasema wakiwa njiani wanaelekea makaburini. Na naomba ndio ujue Mungu wetu anaendelea kwa hali. Wakiwa njiani, Bible inasema Yesu akaamua kupitia barabara. Na alipofika akaona watu wanalia. Yesu akasema weka sanduku chini. Na nakwambia ukweli, Yesu akwambia weka shida chini, weka.
Akikwambia weka hiyo hali chini, weka. Yesu akasema weka chini. So wakaweka kwa sababu kwa hivyo Yesu. So labda wengine wakasema nataka kufanya nini? Labda nataka kumuona, labda nataka kumsoli na mama, wakamweka chini. Yesu akaambia aliyekuwa ndani ya sanduku akielekea kuzikwa, akamwambia inuka. Bible inasema kile ambacho kilikuwa kimekufa kinaelekea kaburini, kimefika mwisho, watu wanaomboleza, watu wamelipa mpaka kaburi. Let me tell you, Yesu ajali watu wamelipa kaburi ama hawajalipa. Wewe umelipia kaburini, umetisa hata wewe mwenyewe. Labda mama pia alikuwa ameshajiva. Yeye alikuwa maybe kwa hiyo committee, alikuwa kwa committee kipango mazishi. Alikuwa akajiva hapa akajua ni mazishi. Sasa hebu imagine Yesu anakuja anasema, it is not yet. Let me tell you, it is not over until God says it is over. Iwezi kuwa over. Yesu akasema, huyu mama hatazika. Na kwambia huyo kijana aliinuka from sanduku. Na wale ambao walikuwa naomboleza wakimpeleka kumzika, walishangilia wakirudi home. Hata labda unaweza sanduku hapo. Bible inasema unaenda kubeba sanduku. They never cared whether Simo wajui imeenda wapi. Sanduku kwa sababu the story has changed. That is our Father. Anataka kubadilisha story. God can change your story, I tell you. Anaweza kupea a new name. Bible inasema kwamba he gives beauty for ashes. That's who he is. Anachukua kile ambacho kiko majivu. Anaichukua, anaifanya inakuwa beautiful kwa wakati ambao anataka. So ningependa nimalizie nikisema hivi. Trust what you have. You may have lost everything, but I can guarantee you will never lose God. Because he has sworn with an oath that I will never leave you, neither will I forsake you. What if we are going to come out of war? Our dear Father, in the name of Jesus, we bless you for the power in your word. Lord, I speak that may the grace and the power of the word prevail and permeate our lives. Speak into our hearts even this morning in Jesus' name. We pray that God, may the spirit of grace prevail in our very lives. And Father, may that particular word, we may know and understand that though we may lose everything, we can never lose you. Therefore, we choose to trust in you. We choose to trust in Jesus. We choose to trust in you, Holy Spirit. We know that our Father, you are concerned about us. And you're about to change our story. Things are about to change. You are a changing God. You change things. You remain the same, but circumstances change. We pray that God this morning, may you change the circumstances of that farmer. Change the circumstances of that boy, that woman, oh God. That child that is desperate for that change. Lord, may you change it for the glory of your name. We decree and declare that it is done and we receive it in Jesus' name. Amen. Katika jina la Yesu.